Anasema swala aisihi bila udhu. Ukisafiri ndani ya ndege ukafika muda wa swala bila ya maji wala udongo wa kutayama, utafanyaje? Sheikh, kupanda ndege chekelea Sheikh, kupanda ndege maji hapo kule chooni, maji hapo, sivyofahamana kwa sababu shida inamsumbua huyu, ni swali lake, shida inamsumbua ni ndege, hajauliza treni wala nini. Kwa maji katika swali linabatilika kwa sababu ya amaka sabila ya maji wala udongo. Sasa kwenye ndege kule ukae na udongo, sio? Almuhimu utatayamam tu kwa kupitia pale chini pale, utatayamam chini khalas, si tumefahamiana hapo chini, yani nikikusia chini mnakokanyaga ndani ya hiyo ndege. Ikiwa sawa basi mule ukutani, mule ukuta ule ukuta utatayamam khalas, si tumefahamiana aiyo. Haya, kuelekea kibla ni sharti katika swala. Vipi tunasalia katika vyombo vya usafiri ambavyo havizingatii uelekeo wa kibla? Sasa ni kwamba sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala imefafanuliwa na Qur'ani na maneno na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyo alotoa masharti yake atuwekea, ndio katuambia hivyo, ndio tumesoma hapa leo. Sasa kasema Mtume, tunafanyaje sasa? Kasema Mtume, unapata wasiwasi gani? Kafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe una shida gani tena? Si tumefahamiana hapa? Una shida au tumuulize Mtume, kwa nini umefanya hivyo? Ama atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Analokufundisheni Mtume sana, chukueni, fanyeni, nalokatazeni acheni nalo. Si tumefahamiana? Kwa hiyo hili kwa swala za sunna inafaa kuswali juu ya kipando. Ama swala za faradhi mtasimama msafara, mtaswali chini kwa kufuata yale masharti yote ya swala. Si tumefahamiana? Hizo ni swala za nini? Swala za haya. Ikiwa swala ya faradhi sasa uko kwenye ndege, sasa maki ndege huwezi kuambia bwana, sasa rubani bwana, hebu paki hapo tuswali kidogo, mayumkinu hadha. Na muda unaweza kuwa muda unaondoka, ule muda wa mchana ukaisha, jua likaenda kuzama. Itategemea ni aina ya ndege mtakayokuwa mmepanda. Kuna ndege zingine unasema musalla, mtaenda kuswali. Kuna ndege zingine za kikatonta, basi utaswali tu pale ulipokaa. Sifahamiana, utaswali pale pale ulipokaa kabla ya muda kutoka. Si tumefahamiana? Ili kwamba usiende muda ukawa umekupita ukaswali nje wakati alikuwa swala inatakiwa iswaliwe ndani ya wakati wake. Naam, hapa kutokana na hii dharura kwamba hii ndege inamatoka asubuhi, labda ndege inatembea itafika huko na kwenda saa 4 usiku, jua lishazama. Kwa hiyo haitakiwi ukaupitisha muda, bali ile muda jioni ikifika basi swali dhuhuri 2 na asri 2, jamani ahsan shay jaman taakhir. Utakuwa na swali kumekaa katika kiti chako, na kwenye rukuu unainamisha kichwa tumio birasik, na kuinua kwenye sijida unakizidisha zaidi, ukiinamisha zaidi mpaka utakapomaliza khalas, ukosha swali. Hizo swala zingine utaswali huko ukifika inshallah taala. Wajazakumullahu khaira. Kuna wengine? Naam, afwan. Hii kaifia kurudisha salamu mtu ambaye anaswali, kama katika riwaya faataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fakallamtuhu faqala li biyadi hakadha, faqala li biyadi hakadha. Abu Zubairi Muhammad bin Muslim Mutarris akaashiria kuna anapeleka chini hivi, sawa, kwamba ana faashara ilayhi, unaswali ya fi riwaya kwamba ukija
Ukimaliza itaitikia alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini baada ya kumaliza. Naam. Hivyo alivyoelezea Imam Nawawi ndio hivyo alivyoelezea maulidi jana, alivyoonyesha. Kuna ikaa, tumesema ikaa ziko za aina mbili. Kuna ikaa almanhiyu na ikaa as-sunna. Ikaa sunna ambaye ndio madhhabu la abadi al-arba ya kukalia juu ya visigino, sawa. Na ikaa manhiyu ni ukaaji ule kama kukaa mbwa, anasema unakaa unaketi na unainua miguu, kwa hiyo unasimamisha miundi. Ukisimamisha miundi ndio ugoko hizi ngoko hizi, unasimamisha kisha unaweka miguu chini, mikono mikono. Ukaaji huu Mtume sallama, huu ndio ikau almanhiyu, ukaaji ambao ameukataza. Ndio hivyo nilivyosema mimi. Soma wayansiba saqaihi, asimamishe nini, wayalsika aliyataihi, makalio yake yakae chini. Wayansiba saqaihi, asimike miundi yake, si ndio vile? Almuhimu, inshallah tutalitunga pembeni liko kwa muda, tumefahamiana. Ikiwa ni nini ya kulielezea ili tusirefushe muda mrefu. Sallallahu ala Muhammad.